Nikukaribisha tena kwenye kipindi chako pendwa cha Life Theater, kila siku ambazo tunakutana hapa. Lakini siku hii leo tutazungumza wajibu wa mzazi kwa kulinda usalama wa mtoto pamoja na amani ya mtoto. Wewe mtazamaji wa Gift Online TV, kaa tayari kutufuatilia ili uweze kujua pengine unavyofanya wewe mzazi ama mlezi kwa mtoto ni sahihi ama sio sahihi. Tupo na mgeni hapa atakwenda kudadavua kiundani zaidi ili tuweze kupata picha na uelewa na elimu ya kutosha katika kipindi hiki cha uchaguzi. Lakini tu kipindi cha uchaguzi, lakini katika malezi yote ya mtoto wa kwako. Mimi ni Esther Mamko, nipo na Tobias Kisima. Usichoke kutufuatilia, endelea kututazama. Karibu sana. Asante sana Esther, habari za kwako? Salama, sijui za kwako, lakini pia habari za kazi. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Tumekutana siku hii ya leo. Ndio. Ni kwa uwezo wake na sio kwa ajili ya uwezo wetu sisi. Ndio. Na habari za kazi ni nzuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Sawa, siku hii ya leo sisi tuko salama pia. Tungependa kuzungumza wajibu wa mzazi katika ulinzi wa mtoto na usalama. Tungependa kufahamu ni upi huo? Wajibu wa mtoto, kwanza asante kwa mada nzuri. Ndio. Wajibu wa mzazi na uangalizi wa mtoto, ndio, asilimia kubwa unabebwa na mzazi au mlezi. Tukimaanisha mzazi tunamaanisha baba na mama. Ndio. Lakini pia kuna wale waangalizi ambao ndo walezi wale watoto. Ndio. Ambao wameachiwa kwa ajili ya kuangalia wale watoto. Lakini pia jamii kwa ujumla. Sawa, jamii nayo ina nafasi kubwa sana kwa ajili ya kuangalia hawa watoto katika ulinzi wao na usalama. Ndio. Sasa tukizungumza kuhusiana na uangalizi mzuri, ni ile hali ya mzazi au mlezi kutambua nafasi yake na wajibu wake katika kumwangalizia katika masuala mazima ya makuzi na malezi. Ndio. Sasa wewe kama mzazi, mtoto anapokuwa yupo nyumbani, basi ni nafasi gani ambayo unatakiwa kuitumia? Unatakiwa ujue kabisa kwamba sio kwamba hawafahamu, ila tunakumbushana. Maana kuna kujisahau, kuna ile kuishi kwa mazoea. Kwa hiyo inafikia hatua tunakumbushana. Sasa wewe kama mzazi ni lazima kwanza utenge muda. Okay. Utenge muda, lakini pia katika kutenga muda huo mshirikishe na kumtegemea Mwenyezi Mungu ili mambo yaweze kuwa mepesi. Ndio. Kwa sababu sisi wenyewe hatuwezi bila usimamizi na nguvu ya Mwenyezi Mungu. Ndio. Sasa wewe kama mzazi, mfano sasa hivi watoto wa darasa la 7 wako nyumbani wengi. Ndio. Yeah. Na kesho kutwa wanafanya mitihani darasa la 4. Ndio. Lakini pia kuna mitihani ya form 4 ambao wanajiandaa kwa ajili ya kufanya mitihani yao. Watarudi nyumbani. Sasa wewe kama mzazi lazima uweke uangalizi kwa wale watoto. Tukianza sasa na wada sasa ambao tayari wenyewe wako nyumbani. Tuache kuwapa ajira za utotoni. Okay. Wazazi wengi wanatumia hii fursa ya watoto kuwa nyumbani na kwenda kuwaajiri. Kuwafanya kama house girl. Labda mtoto yupo Kilimanjaro na kuna mtu anatafuta mfanyakazi, yupo Tabora, yupo Kigoma, yuko wapi, mkoa tu wote. Sasa mzazi anachukua hatua ya kumtoa yule mtoto wake na kwenda kumpeleka akafanye kazi za ndani. Unakuwa unamfanyia mtoto wako ukatili. Sasa na mtoto siku zote anasimamiwa na mzazi. Ndio. Na sio tena mtoto aanze kujisimamia au mtoto kuulisha kipato cha familia. Kwa hiyo wazazi tutumie nafasi hii vizuri kutenga muda wa kukaa na hawa watoto. Ndio. Na kuwafundisha sasa zile stadi za kazi ambazo labda kuosha vyombo, kudeki, kufua, kupika, lakini pia kujisimamia na kujitambua wao wenyewe kwa nafasi zao ambazo wanazo. Na sio kuwaacha wakazurula ovyo mitaani. Kwa hiyo tuchukue hii fursa, kwa sababu mtoto akitoka akianza kwenda form 1 awe anajua zile ABCD za kujua hata kufanya nini, kupika, hata kupika chai, kuosha vyombo, kudeki. Hata kama akija kutoka kwenda shuleni basi anakuwa na kile kitu cha kuanzia. Na akifika kule shuleni sio anapewa zile nguo zake za shule ambazo amenunuliwa kwa ajili ya kwenda kuanza form 1, anafikia hatua anazitupa. Kwa sababu hajui kufua. Ndio. Na mwisho wa siku akija kurudi likizo anasema nimeibiwa. Kumbe zile nguo hajaibiwa, ameenda kuziacha kule lounge. Na mwisho wa siku patron au matron akipita anakutana na zile nguo, kumbe mtoto wako hajaibiwa. Kumbe hawezi kufua wala hawezi kufanya kazi zote ambazo ni za mikono. Kwa hiyo wewe mzazi, tenga muda, chukua nafasi hii kwa ajili ya kumfundisha mtoto wako maisha yaliyo bora na kwa ajili ya kuja kujitegemea baadaye. Okay. Sawa, na jukumu la kuangalia mtoto ni la mzazi pekee au ni hata jirani pia na jukumu la kuweza kumwangalia mtoto? Yani jukumu la kumwangalia mtoto sio la mzazi peke yake au mlezi peke yake. Jirani pia, ndio maana nikasema
ni jamii kwa ujumla. Ndiyo. Kwa hiyo jamii ambayo ipo pembeni ndio hao majirani wenyewe sasa, ambao wao ndio mabarozi. Unaweza kukuta hapa kuna mtu ameajiriwa na ni mdogo, na ukaona, au kuna nyumba mtoto amefungiwa ndani lakini mtoto yule anapewa mateso sana. Au kuna baba anapigwa, anafanywa kile kitu yani ambacho na kitu cha hatarishi, na wewe kama jirani basi na umuona kuna mtoto anafanywa kitu kibaya, basi ni vyema wewe kama wewe jirani unapata ile nafasi au fursa ya kutoa taarifa na kuweza kufanyiwa kazi kwa tukio ambalo unakuwa umefanyaje, umeliona, ili mali tukio liwe la kweli. Na endapo umeona mtoto baba anafanya kitu kibaya au anafanyiwa kitu kibaya na mtu yeyote ambaye ni jirani, au ni vijana, au anavuta bangi, au anajiingiza kwenye makundilika, basi wewe kama mzazi ni vyema ukachukua nafasi ya kuweza kuzungumza na ule mtoto ambaye ni wa jirani yako, na ukamwambia kwamba hicho unachokifanya sio kitu sawa, na unaweza ukachukua hatua ya kwenda kwa wale wazazi wake ambao anaishi nao, na ukamweleza kwamba tabia mtoto anafanya tabia moja, anafanya tabia mbili, hiyo haijakaa sawa sawa. Kufanya vile inakusaidia kwa sababu na wewe pia una watoto. Ukikaa kimya, basi kumbuka wewe mtoto wako ambaye anavuta bangi, au mtoto wako wewe mwenye tabia kufanyia watoto wao vitendo vya ukatili wa kijinsia, basi ni rahisi na mwanao kufanyaje, kuharibika. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuwaambie kabla hawajaharibiwa. Lakini ukimwona ameharibika na wewe umeona kile kitendo kinataka kufanyika, basi ni vyema ukachukua hatua ya kuweza kumsaidia yule mtoto. Sawa. Na umezungumzia swala la mzazi kumpeleka mtoto labda kumtafutia kazi. Je, mtoto mwenyewe akiridhia yeye mwenyewe kwenda kufanya kazi? Mtoto hawezi kuridhia. Kwa nini alizie kwenda kufanya kazi? Wewe kama mzazi ndio unatakiwa uchukue ile nafasi kwamba mtoto wako amekuja kuomba akafanye kazi, lakini mtoto kweli yuko tayari kwenda kufanya kazi. Wewe mzazi ndio msimamizi wa yule mtoto. Unakubalije kumtoa mtoto wako na kwenda akafanya kazi sehemu zingine? Kwa hiyo mzazi unatakiwa uchukue ile nafasi, na maana tukasema ulinzi na usalama ni wewe mzazi ndio unatakiwa kutumia kwa ajili ya kumwangalia yule mtoto. Kwa hiyo usikubaliane na lile swala ambalo nataka nikafanye kazi na wewe unakubali. Ndio ile sasa wazazi ambao tumefikia hatua tunawaogopa watoto. Mtoto anafanya kile ambacho anakifanyaje? Anakitaka yeye. Hayo sio malezi na wala sio makuzi bora kwa mtoto wako. Lazima mtoto atasikiliza yale anayoambiwa na watu wazima na ambao ndio wazazi wake. Ndio. Sawa. Mtazamaji wa Gift Online TV, kinachotupa nguvu ni maji ya uzima. Maji haya yanapatikana ndani ya huduma tu. Huduma hii ni huduma ya Mlima Moria Ministry loko chini ya mtumishi wa Mungu Gideon wa Maili 6. Kama unatokea Arusha, utashukia kituo cha mashine, utavuka barabara upande wa pili. Lakini kama unatokea Moshi mjini pia utapanda magari ya kwenda Arusha, Sanya, Boma, Machame, utashuka pia mashine. Utakuta bango kubwa la ratiba za ibada. Siku za ibada ni Jumatano, Ijumaa pamoja na Jumapili. Siku ya Jumatano ni saa 8 na siku ya Ijumaa ni saa 8 mpaka saa 11, lakini siku ya Jumapili ni saa 6:30 mpaka saa 10:30. Maji haya huwezi kupata sehemu nyingine yoyote zaidi tu ya ndani ya huduma ya Mlima Moria Ministry. Na hapa bado tunaendelea kuzungumza, tunaongelea wajibu wa mzazi katika ulinzi na usalama wa mtoto. Sasa tukizungumzia mada hii, ni kuna umuhimu gani wa mzazi kufahamu marafiki wa mtoto wake? Umuhimu wa mzazi kufahamu marafiki wa mtoto wake upo. Ndio. Kwa sababu utajua tabia ya mtoto wako. Okay. Lakini pia utajua wale watoto ambao wanacheza nao. Je, huyu ni rafiki mzuri au huyu ni rafiki mbaya? Ndio. Kwa hiyo ukimwona, ukijua wale marafiki zake ambao wanacheza, kwanza utaangalia kwa mtazamo. Okay. Wewe kama mtu mzima au wewe mzazi. Ndio. Kwa hiyo ukishamwangalia mzima, kwanza ukishajua marafiki zake, wewe kama mtu mzima utakuwa unaangalia mwenendo wa yule rafiki wa yule mtoto wako. Ndio. Na michezo ambayo wanakuwa wanaicheza. Ndio. Utajua kwamba huyu ni rafiki mwema au sio rafiki mwema. Na ukishajua tabia zake kwamba hizi tabia sio nzuri, basi ni vyema ukamchanganisha na mtoto wako. Lakini pia usimuache yule mtoto hivi hivi bila kumpa elimu. Okay. Muelimishi kabisa kwamba wewe tabia zako sio nzuri. Usifanye tabia 1, 2, 3, 4. Na mimi sitaki ucheze na mwanangu sababu ya tabia yako 1, 2, 3, 4. Sasa hii tabia unatakiwa uiache. Okay. Na sio umuache akae na ile tabia. Ni lazima umwambie. Japo kuna watoto ambao ukimwambia ukweli analia. Na akilia kiasi kwamba yule mama ambaye yuko ni jirani anaweza kaisa kwamba umemfinya mwanae au umempiga. Ni kuna tabia watoto tofauti. Ndio maana kuna wale watoto ambao wanakinzana na nini? Na sheria. Sasa ukishamwona mtoto wako aendani na tabia za mtoto ambaye ni rafiki yake sio mwema, basi ni vyema ukamtenganisha
na ukaongea naye tu vizuri bila kumfanyia mtoto yule mwingine ukatili, lakini ukaongea naye vizuri kwamba tabia hii sio unaoifanya sio nzuri. Ukiacha hii tabia utakuwa mtoto mwema. Kwa hiyo mtoto yule atakuwa pia msikivu, lakini pia ni vyema ukashikisha pia wazazi wake kwamba mtoto wako ana tabia moja, ana tabia mbili, au kama ni mwalimu nenda mwambie mtoto ana tabia moja, mbili, tatu, nne, tano. Inawezekana mzazi wa yule mtoto akawa ajui tabia ya nani? Ya mtoto wake. Na sio rahisi mzazi mwingine ndio yule ambaye yuko busy kujua tabia za watoto wao. Ndio. Unaona? Kwa hiyo ni jirani ndio anakuja kujua tabia. Sasa faida au umuhimu wa kujua tabia ya mtoto ambaye rafiki wa mtoto wako itakusaidia kuweza kujua tabia ya mtoto ambaye anacheza naye. Sawa, ni nini kitatokea endapo mzazi atashindwa kuwajibu kwa mtoto wake? Ndio ile unakuta watoto wanakuwa na tabia mbaya, wanakuwa hawana maadili mema katika jamii, wanakuwa na watoto wale ambao ni wale ambao wanakinzana na sheria, ambao wewe ukimwambia fanya hivi anafanya hivi. Anakuwa na michezo mibaya, anakuwa na tabia, yani anakuwa na roho kikatili. Mtoto anaanzia kuanzia mdogo mpaka anakuja kuwa mkubwa. Lakini vyote pia ni maisha ambayo anakuwa ameishi nayo wapi? Nyumbani. Ambaye anakuwa anamwangalia baba na mama wanavyoishi na yeye anabeba ile tabia. Na ndio maana watu tunasema baba na mama wakiwa wanagombana wasigombane mbele za watoto wao. Lakini pia baba na mama wakiwa wanapishana kauli au wasio wanapenda kuongea kauli kubwa au kauli nzito au matusi au tabia, yani kuna kauli mzazi anaweza kaongea ambao mbele ya mtoto, kumbuka kwamba yule mtoto anachukua ile kauli ambayo wewe umeiongea, anaibeba. Kwa hiyo anaona ni kitu cha kawaida. Mwanzoni atashtuka kwa sababu hajawahi kusikia, lakini baadaye ataizoea ile hali na ataona ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo hata akiwa na wenzie basi ataona ni kitu cha kawaida tu kuambia kwamba kumuita lile jina ambalo aliitwa na mzazi wake. Ataona ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo wazazi, sisi kama sisi, Mwenyezi Mungu alitugia vizazi, lakini katika vile vizazi tujitahidi katika makuzi na malezi tuweze kuwatoa watoto wakiwa wako bora. Sawa, ni changamoto gani ambazo unajua uko kwenye hii sekta kwa muda mrefu? Ni changamoto gani hasa ama ni kesi zipi hasa ambazo unakutana nazo? Aidha ni mzazi kuwa kutokumsimamia mtoto ama ni mtoto kuwa mjeuri, mkatili kwa wazazi wake? Changamoto zipo nyingi. Kwanza changamoto nyingi kesi zinaweza zikatokea na tukazipata. Dio. Lakini pia wazazi wasionyeshe ushirikiano. Wakaamua, wengine wakaamua kumaliza kesi nyumbani na wasizifikishe kituoni. Dio. Lakini endapo kesi ikaja kituoni pia wanapoteza ule ushahidi. Na hawataki kutoa ule ushirikiano. Ndio. Umeelewa? Mtoto kabakwa labda tuseme na familia. Lakini wazazi kama wazazi hawatupi ule ushirikiano. Sasa kutuonesha kama kwamba ukweli kuja kutoa maelezo, lakini pia anaweza katoa maelezo, lakini mwisho wa siku asifike mahakamani kuja kutoa ushahidi na kulizungumza lile swala ambalo limetokea, ili yule mtumiwa sasa aweze kupata haki yake ambayo anastahili kutokana na kile kitendo ambacho amemfanyia yule mtoto. Tukumbuke kwamba kitendo cha ukatili wa kijinsia anayefanyiwa ni yule mtoto ndo kafanyiwa. Ndio. Lakini wewe baba na mama mnapokuwa mmekaa na kusuluhisha kesi nyumbani mkaimaliza kutokana na maslahi yenu, tukumbuke kwamba nyinyi sio wale waathirika. Aliyeathirika ni nani? Ni mtoto. Na kitendo cha kumaliza kesi nyumbani kutumia lile jani la sale inakuwa ni changamoto sana kwa mtoto, sababu tayari yeye ameshaathirika kisaikolojia na hawezi tena kuwa katika hali ya kawaida. Kwa hiyo tuache kukaa na kumaliza kesi za ukatili wa kijinsia nyumbani. Tuje tuzilete sehemu husika ili ziweze kufanywa kazi. Sawa. Upi umuhimu sasa wa wazazi kuweza kuwalinda watoto wao? Umuhimu upo wa kuwalinda watoto. Lakini pia umuhimu ambao naweza nikauongelea sana wazazi kwa mfano sasa hivi tupo kwenye kipindi hiki cha uchaguzi, si ndio? Na kipindi hiki cha kampeni zipo. Kwa hiyo wewe kama mzazi ukitenga ule muda na ukachukua ule umuhimu wa kukaa na kumlinda mtoto wako asiende kwenye kampeni zile. Kwa sababu tayari tukumbuke kwamba ambao wanahusikana masuala ya mikutano ya siasa ni nini, watu wazima. Sasa wewe mwanao ana miaka yuko darasa la 7, yuko kamaliza. Haruhusiwi kwenda kwenye ile mikutano kwa sababu kule kuna makundilika tayari. Sasa yale makundilika ambako mtoto anaenda kule kuna mambo tofauti ambayo yanakuwa yanaendelea. Kuna watu ambao wanaenda kwa ajili ya kusikiza kampeni, lakini kuna watu tofauti. Sawa. Kwa hiyo mwanao ukisema unamtoa na muacha anakuwa iko free na kwenda kwenye sehemu kama zile sehemu so sawa ambazo zinawafanya wao. Zile ni za watu wazima. Lakini pia umuhimu wa kumfundisha mtoto wako tabia njema ni mzuri, kwa sababu kitendo cha kumwambia asijihusishe na masuala ya mitandao
Hii masuala ya mitandao hii, watu wanaingia kwenye ma Instagram, ma TikTok, umenielewa? Wanaanza kuandika vitu ambavyo vinasababisha kuchafua nini? Amani. Vitu ambavyo havipo. Kwa hiyo wanaamua kuviingiza, kuweka uchochezi, na sasa kwa sababu wewe mwanao hana yale malezi ambayo umeshamzungumza na ukashamkanya na ukamwambia kwamba mwanangu usijihusishe na masuala ya mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii itumie kwa faida nzuri tu, labda kutafuta faida zako biashara, ikuingizie pesa hivyo, lakini usitumie mitandao ya kijamii kwa ajili ya kuichafua nchi na kuivuruga nini? Amani. Sasa amani ni kitu cha muhimu. Sababu tukisema amani tunamaanisha kwamba amani ni furaha, amani ni utulivu, amani ni usalama pasipo kusababisha nini? Fujo au vurugu. Kwa hiyo tuilinde ili tuweze kuendelea kuwa na amani. Hapa tuko studio kwa sababu ya amani. Lakini amani ikiwa haipo, hatuwezi kukaa hapa studio tukatulia. Lakini pia amani ikiwepo, utatoka utaenda hospitali. Amani ikiwepo, utatoka utaenda kutembea. Umechoka na kazi, utaamua kukaa sehemu, umetoka kama familia, mmekaa, mmeenda, mmekula. Lakini ikitokea hapa amani ikavurugika, hivyo vitu haviwezi kuwepo. Tutakuwa tumejifungia ndani, tutapata maisha magumu, tutashindwa kula chakula vizuri, tutashindwa yaani kuna siku utajikuta sasa uwezi kutoka ndani. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu atuiombee nchi ili tuweze kuishi kwa amani na utulivu uendelee kuwepo. Na siku ya kwenda kupiga kula, wale ambao wanastahili kupiga kula, hasa hawa walemavu, wawatoe, wasiwafungie ndani. Wakawape waweze kufanya nini? Haki zao za msingi. Akapige kula, akishamaliza kupiga kula, arudi nyumbani. Amrudishe katika hali ya usalama na utulivu. Na mwingine ambaye anaenda kupiga kula, akapige kula, lakini akimaliza kupiga kula aondoke eneo la tukio, akafanya shughuli zingine ili pawe na amani na utulivu. Kila mmoja aje kwa wakati wake apige kula, na mwisho wa siku watatangazwa matangazo. Sawa, upi wito wako kwa wazazi na walezi kwa ajili ya makuzi bora kwa watoto? Wito wangu mimi, naomba tu wazazi tusichoke, tusiwachoke watoto, tupambane nao. Kwa sababu kuna mzazi mwingine anakuwa sasa, mimi jamani nimechoka, amekata tamaa. Usikate tamaa, wewe ni mzazi, pambana. Tupambane na tuweze kushirikiana kwa pamoja. Na kama umeona mtoto wako anaenda sivyo ndivyo sivyo, basi jaribu kutafuta ushauri ili uweze kumsaidia yule mtoto, lakini sio umsuse na kusema bwana mimi nimechoka. Utakiwa kuchoka, ni kupambana. Na yote 9-10 tuwaekee ulinzi wa kutosha, lakini tupende muda, tutenge muda tuzungumze nao sana, tuongee nao sana. Au hususani hawa watoto wetu ambao wao kuanzia 2000 ngapi, tuzungumze nao sana, tuwashauri na tuwaambie waache kujiingiza katika masuala ya mitandao ya kijamii ambayo itawafanya wao wenyewe kwanza wajifanyie ukatili wao wenyewe kama wao. Kwa hiyo tuwaombe na tuwaase. Mimi nawasisitiza wazazi wao ndio wawe karibu sana na watoto na kuzungumza na watoto wao na kuambia kwamba hili ni zuri, hili ni baya, lakini pia wamshirikishe Mwenyezi Mungu. Baba na mama, jamii kwa ujumla, tushirikiane kwa pamoja kuweza kupambana na jamii. Sawa, nikushukuru sana kwa kutoa elimu, lakini pia usiache kuendelea kutoa elimu kwa sababu unaokoa jamii, unaokoa wananchi kutokana na vitendo vya ukatili ambavyo sasa hivi vimepamba moto. Karibu sana, na mimi naomba Mwenyezi Mungu aendelee kutupa kibali cha kuendelea kupambana na jamii. Tunakumbushana, tunaambiana. Na mimi pia ninavyokuwa nikizungumza nao, lakini pia mimi pia nakuwa najikumbusha. Vile pia sababu mimi pia binafsi pia nina familia. Kwa hiyo ni kiasi cha kupeana moyo, tuombeane kwa Mwenyezi Mungu, tushirikiane kwa pamoja. Karibuni dawati la jinsia lipo muda wowote na tunafanya kazi kwa kweli kwa weledi na kwa moyo. Kwa hiyo msisite kuja dawati. Dawati tulisema tunazungumzia jinsia zote mbili ambayo ni me na ke. Kwa hiyo msiogope kuja. Karibuni sana dawati la jinsia, ndio sehemu sahihi na ndio sehemu salama. Sawa, nikushukuru sana, lakini pia wewe mtazamaji wa Gift Online TV umetenga muda wako kaka kukutazama. Nikwambie endelea kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Lakini wewe ambaye tayari, nikwambie asante kwa kufanya kitendo hiko. Mwambie rafiki yako, jirani yako, ili wote tuwe sehemu moja ya Gift Online TV. Nikutakie siku njema.